Ilani hiyo ya Nelson Marwa inajiri siku chache tu baada ya Inspekta Jenerali wa polisi Joseph Boynet kutoa tahadhari kwamba kundi haramu la Al-Shabaab linanuia kutekeleza mashambulizi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Marwa alisema kwamba ameiagiza halmashauri ya usafiri wa anga KCAA kuhakikisha kwamba ni ndege zilizoruhusiwa kupaa katika anga za kaunti hiyo pekee ambazo zinafanya hivyo. Huku haya yakijiri, waziri katika Wizara ya Ugatuzi na Mipango Bi Anne Waiguru amejitetea kwa madai ya ufujaji wa fedha katika wizara yake. Waiguru amehoji kwamba mtu asiyejulikana aliingia katika wizara hiyo usiku na kujaribu kuhamisha shilingi milioni 826 kutoka kwa wizara hiyo kupitia mtandao. Hata hivyo, jaribio hilo lilitibuka baada ya njama hiyo kujulikana. Aidha, Waiguru ametupilia mbali tetesi kuwa kuna migogoro kati yake na mkurugenzi wa huduma kwa vijana Daktari Nelson Githinji, huku akisema kwamba wamekuwa wakifanya kazi kwa ushirikiano. Kwingineko, wakazi katika eneo bunge la Bonchari wamepinga kuwekwa kwa jaa la taka eneo la Gensoso. Wakazi hao waliokuwa na ghadhabu waliandamana hadi afisi ya gavana wa kaunti hiyo James Ongwae, hatua ambayo ilisababisha kulemazwa kwa shughuli za biashara katika eneo la Suneka na mji wa Kisii. Na hatimaye wakazi wa kijiji cha Lelechwet huko Rongai wamesalia kupigwa na butwaa baada ya kondoo mmoja kuzaa mwanakondoo aliye na maumbile ya binadamu. Mwanakondoo huyo ambaye alifariki dakika 5 baada ya kuzaliwa pia alikuwa na viungo vya ajabu kama vile masikio matatu, miguu 8 na pua 2. Jeremiah Wakaya, Citizen Nipashe.